Wito huo umetolewa katika kongamano la 15 la chama cha wanafunzi na wahitimu wa Kiswahili wa vyuo vikuu Tanzania CHAWAKITA lililofanyika kitaifa mkoani Morogoro, likiwakutanisha wanachama wake kutoka vyuo mbalimbali vya Tanzania bara na Zanzibar. Fursa zipo, kikubwa tuwe ni wenye kuthubutu, hasa katika kazi za uandishi, katika kazi za uhariri. Yatupasa tufanye vizuri katika sehemu hizo. Kwa hiyo fursa ziko wazi, tusiishie kulalamika kwamba fursa za Kiswahili hazipo. Lakini pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetangaza vituo vingi ambavyo viko nje ya nchi na balozi mbalimbali ambazo hivyo katika balozi hizo kuna masuala ya Kiswahili yanaendelea, wanasoma Kiswahili hata wasio watu wa Kiswahili. Unaweza ukasomea kufundisha wageni na ukapata cheti haswa ambayo yani baadaye inakuja kukupa chance ya kuwasomesha wageni na kwa yani ujira au yani unapata yani pesa au ujira mkubwa kwa kuwasomesha wageni. Mimi nilipata, kusema kweli, nilipata fursa, lakini nilikuwa na mambo mengi kidogo, kwa hiyo sikuweza kuchukua ile yani kwenda kusomea kufundisha wageni. Lakini ni kwamba watu waendelee kukipenda Kiswahili, waendelee kukitumia Kiswahili, manake Kiswahili ni adhina, Kiswahili ni urithi, Kiswahili ni bidhaa. Tukikipenda Kiswahili nacho kitatuenua. Kwa upande wake mwenyekiti wa CHAWAKITA Taifa Bakari Salum ameeleza kuwa lengo kuu la kongamano hilo ni kuwaunganisha wanachama wake kutoka vyuo mbalimbali nchini kwa ajili ya kujadili nafasi ya Kiswahili katika maendeleo ya taifa. Lengo la kukusanyika hapa kuweza kufundishana zaidi na kuwaonesha na kuzidi kuwapa ari wanachama wetu kwamba wanaweza wakitumia Kiswahili kama bidhaa. Lengo mama ni kufanya makongamano kama hivi leo tumekutana wanafunzi wote kutoka vyuo mbalimbali Tanzania bara na Tanzania visiwani, na malengo mengine kama kuchapisha vitabu, na leo tumeona kwamba vitabu vimezinduliwa ambao vitabu hivyo wanafunzi wenyewe ndio waliotunga na kuweza kukusanywa katika diwani 3. Mgeni rasmi katika kongamano hilo ambaye ni mwandishi na mtangazaji mkongwe wa vyombo vya habari nchini Salim Kikeke amewahimiza wanafunzi kutumia Kiswahili fasaha katika kazi zao za kila siku, akisisitiza kuwa lugha hiyo sasa ni hazina na fursa ya ajira, maarifa na utambulisho wa kitaifa. Sisi tunajinadi kama Kiswahili ni cha kwetu, lakini kuna mataifa yameingia kujifunza Kiswahili ili yakizungumze Kiswahili, yakifahamu Kiswahili na kuingia katika soko hilo moja ambalo limekuwa soko la ushindani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba lugha ambayo tunaizungumza, lugha yetu ya Kiswahili, tunaizungumza kwa ufasaha. Kongamano hilo limekuwa jukwaa muhimu kwa wanafunzi na wahitimu wa Kiswahili kubadilishana mawazo, uzoefu na mipango ya pamoja katika kuendeleza lugha ya Kiswahili nchini na kimataifa. Nikiripoti kutokea mkoani Morogoro, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.